kutoa thamani nzuri kwa wavuvi na wahitaji wa huduma hiyo. Pia katika eneo hilo kutakuwa na uanzishwaji wa ufugaji wa samaki kwa njia ya vizimba, ambapo kwa hatua ya awali taasisi yetu ya utafiti ya ZAFIRI itaanza na ufugaji wa samaki kwa njia ya majaribio kwa kipindi cha mwaka mmoja, kwa maana ya mwaka huu 26-27. Kwa kutumia matokeo ya utafiti huo, wananchi watawezeshwa kufuga samaki kwa njia ya vizimba. Hii itakwenda sambamba na uanzishwaji wa maabara ya ZAFIRI ili iweze kutoa huduma zote zitakiwazo kwa ajili ya usafirishaji wa bidhaa za baharini kwenda nje ya nchi. Hata katika eneo la kuimarisha uvuvi wa Bahari Kuu, uanzishwaji wa eneo huru la uwekezaji wa uchumi wa bluu katika eneo la Fungurefu Kaskazini Unguja. Bahati nzuri nimeonesha master plan ya eneo hili itakavyokuwa na vitu vitakavyokuwemo. Kwa eneo hilo limeshapatiwa master plan yake, na kwa sasa fidia inaendelea kulipwa kama nilivyoeleza kwa wananchi ili waweze kupisha uwekezaji katika eneo hilo. Hili ni eneo la uimarishaji wa uvuvi wa Bahari Kuu. Lakini pia eneo jingine tutakaloliwekea mkazo katika kipindi cha 25-30 ni kulipa hadhi zaidi zao la mwani. Katika eneo hilo tutafanya yafuatayo, ama katika mipango tuliyoiandaa ndani ya siku 100 ni haya yafuatayo. Moja ni uimarishaji wa viwanda vya kuchakata mwani, kiwemo kiwanda cha Chamanangwe na kiwanda cha MDAX ambacho kitakuweko Fumba, ili kutoa fursa kubwa kwa wakulima kuweza kuuza mwani wao kwa bei nzuri zaidi. Lakini pia kutakuwa na ujenzi wa viwanda vidogo vidogo vya kuongeza thamani kila mkoa na pia katika ngazi ya vijiji. Pia kuwawezesha wakulima wa mwani kimtaji, zana na masoko. Katika kuimarisha sekta ya mafuta na gesi asilia kati ya mwaka 25 hadi 30, ambayo ni mipango tuliyoipanga ndani ya kipindi cha siku 100. Moja ni kujenga kituo cha kuhifadhia taarifa za mafuta na gesi kwa maana NDR. Kitaalamu tunatakiwa kuwa na eneo mahsusi la kuhifadhia taarifa ama data zile zinazopatikana baada ya kufanyika utafiti wa mafuta na gesi. Nimeeleza hapa ndani ya siku 100 serikali kupitia Wizara ya Uchumi wa Bluu na Uvuvi imefunga mkataba wa utafutaji data za mafuta na gesi asilia kwa njia ya mtetemo ya 3D na kampuni ya AGS nchini Oman, na tayari kazi hiyo wakati wowote itaanza kwa sababu mkataba umeshafungwa na mpango wa utekelezaji wa mkataba huo tayari umeshaandaliwa. Kinachofanyika sasa ni kutekeleza zile hatua za awali, ikiwemo kutoa elimu kwa wananchi katika maeneo yatakayotumika, lakini pia kuwafanya wananchi waelewe faida ya kitakachofanyika, lakini pia kuhakikisha zoezi hili linafanyika kwa ufanisi zaidi, kupisha hali ya hewa ambayo pengine inaweza isiwe rafiki, na mwisho wa siku kitakachopatikana ama data zitakazopatikana zikawe ni data ambazo zitakidhi mahitajio kwa lengo la kwenda kuchimba mafuta na gesi asilia katika maeneo husika niliyoyataja. Ndugu waandishi, kabla ya kumalizia wasilisho langu hili la utekelezaji yaliyofanyika ndani ya Wizara ya Uchumi wa Bluu na Uvuvi katika kipindi cha siku 100 tangia Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, aingie madarakani katika awamu yake ya pili, naomba nitumie nafasi hii kiufupi kabisa pia kuelezea mambo mengine ambayo kwa kujenga uelewa mpana katika suala la uchumi wa bluu. Ndugu waandishi wa habari, tunapozungumzia uchumi wa bluu tunazungumzia sekta mtambuka inayohusiana na bahari. Ile blue means ocean. Kwa msingi huo, uwekezaji wote tunaouona unafanyika katika unaohusisha bahari, hayo ni maendeleo yanayotokana na uchumi wa bluu. Leo tunapoona uwekezaji wa visiwa katika bahari ni hatua ya maendeleo katika uchumi wa bluu.
Leo tunapoona ujenzi wa bandari kama ile bandari ya Mangapwani, ni maendeleo katika dhana ama ajenda ya uchumi wa bluu. Tunapoona uimarishaji wa uwekezaji wa mahoteli na utalii wa fukwe, ni maendeleo katika sekta ya uchumi wa bluu. Tunapoona uhifadhi katika maeneo mbalimbali ya bahari, hayo yote ni maendeleo katika sekta ya uchumi wa bluu. Na katika eneo hili la uhifadhi, labda niseme tu, pengine unaweza ukasema utalii unauhusishaje ama unaupata vipi katika uchumi wa bluu? Kwa mfano, katika mwaka huu tuliomaliza wa kalenda, Zanzibar ilipokea wastani wa watalii wasiopungua 800 na kitu. Kati ya watalii hao, nusu yake wametembelea maeneo ya uhifadhi: Ghuba Menai, Tumka na maeneo mengine ambayo kimsingi mwenye dhamana ya kuyahifadhi ni Wizara ya Uchumi wa Bluu na Uvuvi. Tafsiri nyepesi ni kwa maana ungeweza kusema yasingehifadhiwa maeneo hayo, pengine watalii hao 400 na kitu wasingekwenda katika maeneo hayo. Na kama tunazungumzia watalii 800 na nusu yake wametembelea maeneo hayo, maanake ni nusu ya watalii 800 wametembelea maeneo yaliyohifadhiwa na Wizara ya Uchumi wa Bluu na Uvuvi. Nataka niseme kitu kimoja hasa katika suala la bandari ambao nimeizungumza hapa. Ndugu waandishi wa habari, ningependa wafahamu serikali imeamua katika eneo hili la bandari tuhakikishe tunajenga bandari ya uvuvi. Katika eneo hilo itakuwa tumetengeneza ukombozi wa kudumu katika suala la uvuvi wa Bahari Kuu. Na mfano ambao huwa tunautoa hata tunapokuwa wizarani na hata katika shughuli nyingine, huwa tunasema wakati mwingine unaweza kusema meli, swali litakuja tu, kwa hiyo serikali maamuzi yake ya kuona ipo haja ya kujenga bandari ya uvuvi sasa, moja, linatoa nafasi sasa hata kwa wawekezaji wa meli za nje, wa ndani na wa kimataifa. Wao itakuwa ni rahisi sana kusema mimi nataka kufanya uwekezaji wa meli za uvuvi kwa sababu tayari Zanzibar kuna bandari ya uvuvi. Tumeona tuna bandari ya kawaida ambayo hii inapokea meli za kawaida, meli za abiria na meli za mizigo. Ukienda katika eneo hilo, waliowekeza wengi ni watu binafsi. Ziko boti zinazomilikiwa na wawekezaji binafsi. Kwa nini? Kwa sababu kuna bandari, kuna miundombinu kwa lugha nyingine. Na mfano mwingine wa wazi tu kabisa, sisi hapa kama Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar hatuna ndege, lakini tunapokea maelfu na mamia ya ndege. Kwa nini basi? Kwa sababu tumeimarisha miundombinu ya uwepo wa uwanja wa ndege. Ndege zote zinazokuja, asilimia kubwa ndege zinazokuja ni ndege za mashirika ya kimataifa, ndege za ndani. Lakini kwa nini zinakuja? Ni kwa sababu tumeweza kuimarisha miundombinu ya kuziweza kuzipokea ndege hizo. Kwa hiyo nimesema nilizungumze hili kwa maana uwepo wa bandari ya uvuvi ndani ya Zanzibar ni dhahiri, kwa maana itaitoa Zanzibar kutoka ilipo na kuipeleka mbele katika sekta ya uvuvi wa Bahari Kuu, kwa sababu itaweza kuhost meli ama kupokea meli nyingi za ndani na hata uwekezaji ndani na wa nje katika eneo la Bahari Kuu, hasa katika eneo la uvuvi. Ndugu waandishi wa habari, naomba kwa mara nyingine tena nichukue nafasi hii kidhati kabisa kumshukuru sana na kumpongeza sana Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kwa namna bora anavyoendelea kuiongoza nchi yetu na hatua mbalimbali anazoelekeza kwa maono yake kwa nchi yetu kuweza kupiga hatua za kimaendeleo, ikiwemo katika eneo hili la sekta ya uchumi wa bluu na uvuvi hapa Zanzibar. Sote tunashuhudia
sekta ya uchumi wa bluu na uvuvi imekuwa ikiendelea kwa kasi ya kuvutia, na bila uongozi wake imara na makini na maono yake, ni dhahiri safari hii kwa kiwango kikubwa ingekuwa ngumu. Kupitia maono yake, mipango yake na fikra zake, safari hii imeanza kuwa nyepesi. Sote tuna matarajio makubwa kwamba utekelezaji wa mipango hii niliyoeleza, ambayo ni 2025-30 na yale ambayo yamefanyika ndani ya siku 100, tukiyasimamia na kuyatekeleza vizuri, itaipeleka Zanzibar kuwa kitovu cha kimataifa cha uchumi wa bluu katika ukanda wa Bahari ya Hindi, na jambo hilo linawezekana. Nitumie nafasi hii kuomba wananchi endelee kutupa mashirikiano na kuendelea kuishi katika maono yanayohubiriwa na rais wetu, ili mwisho wa siku sekta ya uchumi wa bluu na uvuvi ikatoe matokeo chanya na yanayotarajiwa katika maeneo yote kama ilivyokusudiwa. Baada ya kusema hayo, nitumie nafasi hii kuwashukuru sana. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mwenyezi Mungu awabariki sana.